Habari za asubuhi, habari za jioni, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV popote mlipo. Salamu zetu zikwende kuwafikia katika majira ambayo mko nayo kwa sasa. Tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku ya leo tarehe 31 Januari mwaka 2026. Jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Uvira, ambako hali ya usalama na ya mzozo kati ya majeshi ya serikali dhidi ya majeshi ya Rwanda M23 inazidi kupamba moto. Na hiyo jana tarehe 30 Januari mwaka 2026, wapiganaji wazalendo wametangaza rasmi kuingia katika vitongoji vya mji wa Sange, hususan katika eneo linaloitwa Kasamburwa kwenye takriban kilomita 2 au 3 na mji huo. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka kwa wapiganaji wazalendo wa chama cha FABB kinachoongozwa na wakujiita Jemedari Delphin Kalembe Ngoma Nzito, wametuthibitishia habari hiyo na kutuahidi kutujulisha zaidi namna ambavyo mambo yatakavyoendelea. Tukijielekeza jimboni Kivu Kaskazini katika tarafa la Masisi, ambako ni zaidi ya watu 200 wameripotiwa kufariki dunia wiki hii kufuatia kuanguka kwa mgodi wa koltani wa Rubaya. Ripoti hii ilitolewa naye Bwana Lumumba Kambere Moisa, ambaye ni msemaji wa gavana wa jimbo hilo, ambako mgodi huo upo kwa upande wa wahasi wa M23. Katika harakati za uchaguzi wa katibu mkuu mpya wa shirika la kimataifa la waongea Kifaransa ama Organisation Internationale de la Francophonie, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeamua kumteua mgombea atakayechuana na Louise Mushikiwabo wa Rwanda. DRC imethibitisha rasmi kuwasilisha mgombea wake mwenyewe kwa wadhifa wa katibu mkuu wa shirika la kimataifa la Francophonie. Uamuzi huu umechukuliwa kama jibu kwa kugombea kwa Mnyarwanda Louise Mushikiwabo anayelenga kupata muhula wa 3 mfululizo katika uongozi wa taasisi hiyo. Tangazo hilo lilitolewa siku ya jana Ijumaa tarehe 30 Januari mwaka 2026 baada ya kikao cha baraza la mawaziri, kulingana na taarifa rasmi ya serikali. Kupitia hatua hii, Kinshasa inalenga kuthibitisha nafasi na ushawishi wake ndani ya jumuiya ya nchi zinazozungumza Kifaransa katika mazingira ya mvutano wa kidiplomasia kati ya Kongo na Rwanda, hasa kutokana na hali mbaya ya kiusalama inayolikumba eneo la mashariki mwa nchi ya Kongo. Akiwa anaongoza OIF tangu mwaka wa 2019 na kuthibitishwa tena mwaka wa 2022 kwa muhula wa pili, Louise Mushikiwabo anaona kugombea kwake upya kukizua maswali na wasiwasi miongoni mwa baadhi ya nchi wanachama. Kwa upande wake, DRC inasisitiza umuhimu wa kanuni ya kupokezana uongozi katika taasisi hiyo. Na rais wa Rwanda Paul Kagame amefanya kikao cha faraga cha ana kwa ana na Faure Nyasigbe, rais wa baraza la Togo na mpatanishi mkuu wa Umoja wa Afrika katika mchakato wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya hapo, viongozi hao wawili walikutana na kundi la wataalamu walioteuliwa na Umoja wa Afrika linaloundwa na marais wa zamani wa Afrika, akiwemo aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo, aliyekuwa rais wa Ethiopia Saleh Work Zewde, aliyekuwa rais wa Botswana Mokgweetsi Masisi, pamoja na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Catherine Samba Panza. Na tukumbushe ya kwamba ujumbe huu wa Umoja wa Afrika ulifika Rwanda, huku ukitokea mjini Kinshasa kukutana naye Rais Felix Tshisekedi Chilombo. Generali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa jeshi la Uganda na mwana wa Rais Kaguta Museveni, baada ya kuchapisha kwa mfululizo ujumbe kwenye mitandao ya kijamii akishutumu ubalozi wa Marekani mjini Kampala kwa kumsaidia kiongozi wa upinzani Bobi Wine kukwepa mamlaka baada ya uchaguzi uliokuwa na utata wa Januari mwaka 2026.
huku akafikia mpaka hatua ya kutangaza kusitishwa kwa ushirikiano wote wa kijeshi kati ya Uganda na Marekani, jambo ambalo lingeathiri operesheni za pamoja hasa katika masuala ya usalama wa kikanda ikiwemo shughuli za kijeshi nchini Somalia. Hata hivyo, baada ya saa chache alifuta ujumbe huo, akakiri kuwa alipata taarifa zisizo sahihi na akaomba radhi hadharani kwa serikali ya Marekani. Alisema anatamani kuendeleza uhusiano mzuri na kwamba ushirikiano wa kijeshi utaendelea kama kawaida. Ila kwa upande wa Marekani, imeonekana kwamba kauli hizo hazikufurahisha serikali ya Washington, huku kupitia akaunti rasmi ya kamati ya mahusiano ya kigeni ya Seneti ya Marekani, US Senate Foreign Relations Committee imedai ya kwamba Kamanda Muhoozi Kainerugaba amevuka mstari mwekundu na sasa Marekani lazima itatathmini upya ushirikiano wake wa kiusalama unaojumuisha vikwazo pamoja na ushirikiano wa kijeshi na Uganda. Mwana wa rais na anayeonekana kuwa mrithi mtarajiwa wa utawala hawezi kujisitiri kwa kufuta tu ujumbe wa Twitter na kutoa radhi za juu. Marekani haitavumilia kiwango hicho cha kutokuwepo kwa uthabiti na uzembe wakati huu wafanyakazi wa Marekani, maslahi ya Marekani na maisha ya watu wasio na hatia katika eneo hilo yako hatarini. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku. Endelea kuungana nasi hapa kwenye Kibenge TV, maana uwaga tunasema ya kwamba hii ni yetu sote. Kwa hiyo baki hapa ili kupata mwendelezo wa habari moto kutoka kwetu. Chao.